Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Julai 31 mwaka 2026. Tunahitimisha somo hili zuri la kesha la asubuhi kwa mwezi huu wa Julai. Kumbuka mwaka huu tunajifunza kutoka katika kitabu kilichoandikwa na Ellen G. White chenye mada isemayo Baba yetu anajali. Mwezi huu tulikuwa na mada kuu inayosema mapambano na ujasiri. Na leo tunahitimisha mada hii. Tuombe. Baba yetu mtakatifu ketia mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunasema asante kwa namna ya pekee sana ulivyotulinda, ulivyotutunza na kutujali. Umetupatia afya njema, umekuwa pamoja nasi tangu tumeanza mwezi huu na hata leo tumefikia tamati ya mwezi huu. Jina lako litukuzwe sana. Nafasi hii uliotupatia ni nafasi ya pekee sana. Tusaidie kama watoto wako wa kiume na wa kike, tuendelee kutembea katika upya wa uzima. Tusamehe uovu wetu, tusafishe kabisa, ukatutakase na tukawe ni weupe na tulio safi kama theluji. Asante kwa ajili ya mada hizi tulizojifunza mwezi huu. Leo tunapofikia tamati ya mada tuliyojifunza kwa mwezi huu, mapambano na ujasiri, tunakusihi uwe pamoja nasi ukitupatia ujasiri katika mapambano. Neema yako yatosha na pendo lako latubidisha. Tembea nasi siku ya leo katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema hata sasa Bwana ametusaidia. Imejengeka katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 105 aya ya kwanza na ya pili. Neno la Mungu linasema, Haleluya! Mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake, mwimbieni zaburi, zitafakarini ajabu zake zote. Matendo ya Mungu kwa watu wake yapaswa kurudiwa mara kwa mara. Ni mara ngapi alama za njiani ziliwekwa na Bwana katika kushughulika kwake na Israeli ya kale? Ili wasije wakasahau historia ya zamani, alimwagiza Musa kufanyiza matukio haya kuwa wimbo, ili wazazi wapate kuwafundisha watoto wao. Walipaswa kukusanya makumbusho na kuyaweka panapoonekana. Jitihada maalum zilichukuliwa ili kuyahifadhi, ili pale watoto watakapouliza kuhusu vitu hivi, kisa chote kingeweza kurudiwa. Kwa jinsi hiyo, matendo ya majaliwa ya Mungu na wema dhahiri na rehema ya Mungu katika utunzaji wake na ukombozi wa watu wake vilihifadhiwa akilini. Tunatiwa moyo. Zikumbukeni siku za kwanza ambazo mlipokwisha kutiwa nuru, mlistahimili mashindano makubwa ya maumivu. Waraka wa Paulo kwa Waebrania sura ile ya 10 aya 32. Kwa watu wake katika kizazi hiki Bwana ametenda kama Mungu atendaye maajabu. Tunahitajika mara kwa mara kuusimulia wema wa Mungu na kumsifu kwa matendo yake ya ajabu. Hebu na tusitupilie mbali imani yetu, bali tuwe na uhakika thabiti ulio imara zaidi kuliko wakati wowote hapo nyuma. Hata sasa Bwana ametusaidia, naye atatusaidia hadi mwisho. Samueli wa kwanza sura ile ya 7 aya 12. Hebu na tutazame nguzo za ukumbusho. Makumbusho yale ambayo Bwana ameyafanya kwa ajili ya kutufariji na kutuokoa kutoka katika mkono wa mharabu. Hebu na tuweke uhai katika kumbukumbu zetu na rehema tele ambazo Mungu ametuonesha. Machozi ambayo ameyafuta, maumivu ambayo ameyatuliza, wasiwasi ambao ameuondoa, hofu ambazo ameziondoa, mahitaji ambayo ametupatia, baraka ambazo ametoa, na kujipa moyo kwa ajili ya yote yaliyo mbele katika sehemu iliyobaki ya kusafiri kwetu. Hatuwezi ila kutazamia matatizo mapya katika mapambano yajayo.
lakini tunaweza kuyaangalia yaliyopita pamoja na yatakayokuja na kusema, hata sasa Bwana ametusaidia. Kadiri ya siku zako ndivyo zitakavyokuwa nguvu zako. Kumbukumbu la Torati sura ya 33:25. Jaribio halitazidi nguvu tutakazopewa kulistahimili. Basi hebu na tuanze kazi yetu pale hasa tunapoipata, tukiamini kwamba chochote kitakachokuja, nguvu inayowiana na jaribio hilo itatolewa. Leo ni Julai 31, siku ya mwisho ya mwezi huu. Mungu ametusaidia kwa mwezi mzima, na tukipewa kibali, Agosti tutaiangazia mada kuu isemayo neema ya ajabu ya Mungu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina. Alipopata mtoto kama Waisraeli walipovusha bahari, nitazima sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu. Ni yule kama Hana alipopata mtoto kama Waisraeli walipovusha bahari, nitazima sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu. Tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Yajayo hatuyahofu, mweza wa yote, asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Tuimba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Tuimba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda